Naomba nianze kwa kuwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuungana nasi siku ya leo, lakini niwashukuru sana zaidi kwa tangu tuzo hii ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kuanzishwa mwaka 2022-2023. Waandishi wa habari kwa hakika mmekuwa mstari wa mbele kuitangaza tuzo hii na kuwawezesha Watanzania wengi kushiriki katika kuwania tuzo hii. Tunawashukuru sana. Kabla ya kuendelea, Mheshimiwa Waziri, naomba uniruhusu kueleza masikitiko yetu kutokana na kifo cha mshindi wetu wa tuzo wa mwaka huu 2026 ambaye alikuwa mshindi wa kwanza katika nyanja ya riwaya. Huyu ni ndugu Bishop John Hiluka ambaye aliaga dunia tarehe 2 Julai 2026. Kwa hakika tumempoteza mwandishi bunifu mahiri kabisa katika taifa letu. Tunamuombea roho yake ipumzike kwa amani. Kama tunavyofahamu, tuzo hii imeshaelezwa kuwa ilianzishwa chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na inaratibiwa na Taasisi ya Elimu Tanzania. Pia mchakato mzima unasimamiwa na hii kamati ambayo Mheshimiwa Waziri ameshaizungumzia. Sisi tunafurahi sana kuwa katika kipindi hiki cha miaka 4 iliyopita ya tuzo hii pamekuwa na mafanikio makubwa sana kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri. Tuzo hii ilipoanzishwa mwaka 2022-2023 ilihusisha nyanja mbili tu, nazo ni uandishi bunifu, nazo ni riwaya na ushairi. Lakini mpaka sasa hivi imepanuka na inahusisha nyanja 4, yaani ushairi, riwaya, hadithi za watoto na tamthilia. Naomba tu nirudie kusema kuwa Mheshimiwa ameshatangaza kuwa dirisha la kuwasilisha miswada limeshafunguliwa rasmi leo. Naomba tu kuwaeleza waandishi bunifu kuwa dirisha hili litakuwa wazi kuanzia leo Agosti 19 hadi Novemba 30 mwaka huu. Kwa hiyo kuna hiyo miezi kama 3 hivi waandishi bunifu wanayo fursa ya kuwasilisha miswada yao kuwania tuzo hii. Na ningependa pia kueleza kuwa matangazo kuhusu vigezo na taratibu za kushiriki yatatolewa mara moja leo kwenye mitandao mbalimbali na yatapatikana kupitia mitandao ya kijamii yote ikiwemo Instagram, X, Facebook kwa anwani ya Tuzo Nyerere. Pia matangazo yatakuwepo kwenye mitandao ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na mitandao ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Naomba niongee kidogo tu kuhusu vigezo vya kushiriki. Vigezo vya kushiriki katika tuzo hii kwa nyanja zote tulizozitaja hizo 4 ni kama ifuatavyo. Mshiriki anatakiwa awe raia wa Tanzania. 2, andiko bunifu lake liwe katika lugha ya Kiswahili. 3, mwandishi anaruhusiwa kushiriki andishi bunifu mmoja tu katika nyanja atakayoichagua. 4, sehemu yoyote ya mswada iwe imechapishwa. Sehemu yoyote ya mswada isiwe imechapishwa na mchapishaji au kuchapishwa binafsi pamoja na kuchapishwa mitandaoni na kwenye magazeti au kurushwa katika vyombo vya habari na burudani au kuonyeshwa jukwani. 5, wakati wa kuwasilisha mswada, mwandishi atatakiwa kusaini tamko maalum kuthibitisha kuwa kazi yake aliyoiwasilisha ni ya kwake na haijawahi kuchapishwa mahali popote. 6, mswada
miswada iliyoshika nafasi ya kwanza hadi 10 katika tuzo hii miaka iliyopita haitaruhusiwa kuwasilishwa tena, lakini mwandishi aliyeshika nafasi ya kwanza hadi 10 anaruhusiwa kuleta miswada mingine, bado anaruhusiwa kuwania tuzo hii. 7, miswada itakayoshinda tuzo nyingine haitazingatiwa. 8, andiko bunifu litakalowasilishwa liwe andiko makini lililojikita kwenye masuala muhimu ya jamii. Na mwisho, mswada uwasilishe wazo asili la mwandishi mwenyewe. Sasa kuacha hivi vigezo vya jumla kwa nyanja zote, tunavyo pia vigezo mahususi kwa ajili ya kila nyanja inayohusika. Kwa hiyo ni vigezo vya nyongeza kwa kila nyanja. Vigezo mahususi kwa tamthilia ya jukwani ni kama ifuatavyo. Mswada utumie vionjo vya sanaa za maonyesho za Kitanzania. 2, tamthilia ya jukwani iwe ya dakika 40 hadi 60, iwe na maonyesho yasiyozidi 6 na wahusika katika tamthilia wasizidi 6. Vigezo mahususi kwa ushairi. Mashairi yasipungue 50 na yasizidi 60, na idadi ya beti kwenye kila shairi isizidi 15. Pia ikiwa mswada ni utenzi, uwe utenzi mmoja tu na uwe na beti kati ya beti 300 na 400. Vigezo mahususi kwa riwaya. Urefu wa riwaya uwe kati ya maneno 60,000 na 100,000. Vigezo mahususi kwa hadithi za watoto ni kuwa hadithi ya watoto iwe na kati ya maneno 250 hadi 1000. Hadithi itakayowasilishwa ilenge watoto wa miaka 5 hadi 12. Mwandishi aonyeshe kwenye mswada hadithi yake inakusudiwa kwa watoto wa umri gani kati ya hiyo miaka 5 hadi 12. Mswada utakaowasilishwa ujumuishe michoro. Mswada wa hadithi za watoto utumwe kama PDF na sio Word document. Na hadithi itakayowasilishwa itumie lugha rahisi inayoeleweka. Lakini kama nilivyosema, vigezo vyote hivi vitatokea kwenye matangazo ambayo tutayatoa kwenye mitandao mbalimbali. Kwa hiyo vigezo hivi vinaweza kupatikana katika matangazo hayo. Pia tunazo taratibu ya jinsi ya kuwasilisha miswada. Taratibu hizo za jinsi ya kuwasilishwa miswada zimeelezwa kwa kirefu kwenye matangazo niliyosema kuwa yatatolewa kwenye mitandao kupitia hiyo anwani yetu ya Tuzo Nyerere. Mheshimiwa Waziri ameshaeleza kuhusu zawadi zitakazotolewa kwa washindi wa tuzo hii. Mheshimiwa Waziri ameelezea kuhusu mshindi wa kwanza ambaye anapata milioni 10 na kazi yake kuchapishwa kwa gharama za serikali, lakini pia mshindi wa pili anapata shilingi milioni 7 pamoja na cheti, na mshindi wa tatu anapata milioni 5 pamoja na cheti. Kwa kuhitimisha, kwa niaba ya kamati ya wataalamu ya kitaifa inayosimamia mchakato wa utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu, ninawashukuru tena sana kwa kuhudhuria leo, na ninawaomba sana muendelee kuwa pamoja nasi kwa kusaidia kutangaza tuzo hii adhimu na kuwapatia Watanzania taarifa itakayowawezesha kushiriki katika tuzo hii kwa wingi, kwa sababu tunaona sisi hii ni tuzo yenye umuhimu sana katika taifa letu. Asanteni sana.